Nikukaribishe kwenye darasa la leo. Leo tuna topic inasema njia hizi 9 ndo huwafanya watu wengi kwenye mahusiano ya kimapenzi kupata watu sahihi, na unapopuuza ni hatari. Ukifuatilia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:4-6, tunaona kitu kinachoitwa upendo. Upendo huvumilia, hufadhili, hauhusudu, haujisifu wala haujivuni. Na katika upendo ndipo tunaweza kupata matokeo mazuri kwenye maisha yetu. Sasa jitahidi haya mambo 9 kuyazingatia kama unataka mtu sahihi kwenye maisha yako ya mapenzi. Kitu cha kwanza ni uvumilivu katika njia zako zote. Wengi leo wapo kwenye mahusiano ambayo si sahihi kwa sababu walishindwa kuvumilia. Waliendeshwa na tamaa za miili yao, wengine wakafanya maamuzi yasiyo sahihi, wengine kwa sababu ya hofu ya kukosa au kupoteza wakajifunga kwa watu ambao si sahihi, leo wanateseka. Kujitahidi kuwa mvumilivu katika njia zako ili uweze kupata kitu sahihi ambacho kinaendana na mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini kitu cha pili ni kutoruhusu tamaa za kimwili ndo kuongoze au ziongoze maisha yako na maamuzi yako katika kumpata mtu sahihi. Wengi tunapoanza kuchemka miili yetu, tunaamua kuchukua hatua ya kupata chochote kitakachojitokeza, na hapo ndipo wengi hukumbana na mahusiano yasiyo sahihi. Hapo ndipo wengi wanawapata watu ambao hawakuwapenda, bali waliongozwa na tamaa fulani, either ya fedha au ya kimwili au ya vyeo au ya kazi, na hicho kimekuwa kikwazo kikubwa cha furaha ya watu wengi kwenye mahusiano. Lakini kitu cha tatu ni kuzuia mawazo hasi na hofu maishani mwako. Wengi tunapokuja kwenye swala la ndoa huwa hatuna uhakika kama tutapata watu sahihi au tutapata, hususan wanawake wengi, hata na wanaume. Tunapokuja swala la mahusiano, hofu inakuwa juu, mawazo hasi yanakuwa juu, ambayo hayo yote wageuza mioyo wale watu na kukosa kuchagua au kuruhusu vitu sahihi. Lakini pia kupitia mawazo hasi, wengi tumekuwa tukijiona hatufai, tumekuwa tukiwahesabu wenzetu kuwa ni bora zaidi yetu, kitu ambacho kimekuwa kikwazo cha nafsi zetu kuwa dhaifu na kudharaulika. Lakini kitu cha 4 ni kujua ishara za mtu mwongo kirahisi na kuchukua maamuzi magumu haraka kujiengua. Lazima ujue kwenye maisha kuna wakati watakuja watu wengi kwenye maisha yako. Sasa kujua ishara, alama za mtu mwongo au indicator, tuseme hivyo, za mtu mwongo ni kitu kizuri sana. Unapoona alama nyekundu zinaanza kutokea kwenye maisha yako, unaona mtu anaanza kukupuuza, unaona mtu anaanza kukatia simu, unapoona mtu unapomwambia kitu anaanza kuzunguka, labda unataka ndoa lakini yeye anataka muwe naye tu, hana mpango wa ndoa. Kuna vitu vingi lazima uwe tayari kuvichunguza. Anaanza kukulaumu kwa kila kitu, hata kwa kosa ambalo amefanya yeye. Sasa vitu hivyo usipovizingatia, ukavijua, ukavifanyia kazi, utazidi kuwa mateka kwenye maisha ya mahusiano, kitu ambacho kitazidi kukuumiza na kukutengenezea hofu kubwa na mwisho kuangamia. Lakini kitu cha 5, kujua muda sahihi wa kukata mahusiano haraka kwa mtu asiyeeleweka na asiyeelekea wewe unakoelekea. Kumbuka kwenye maisha wewe una safari yako. Kuna sehemu unaelekea na kuna gari lazima upande kuelekea kule. Unaenda Arusha au unaenda Jamaica au unaenda USA, lakini umepata gari linaloenda Uganda, linaloenda Kenya, linaloenda Zambia, na umelipanda hilo.
ni wapi unakoelekea. Utapoteza muda. Wengi wanawachumba ambao hawaendi kule wanakoelekea. Jiulize dada, jiulize kaka, je, gari ulilolipanda linaenda kule unakokwenda? Au umepanda gari lisilo sahihi? Ukipanda gari lisilo sahihi, usitegemee kufika unakokwenda. Ukipanda gari ambalo haujui linaelekea wapi, hautofika kule unakokwenda. Usiruhusu hicho kitu kama unataka kushinda na kuwa mtu ambaye atapata mtu sahihi hapa duniani na kutopoteza muda. Kwa hiyo uwe tayari kujiengua, kukata mawasiliano, muda mwingine hata kujitenga na yule mtu ambaye anataka kupotezea muda. Lakini huenda pia una mtu ambaye yeye anakupigia simu anapotaka muende kufanya tendo la ndoa tu, kuzini. Sasa lazima uwe makini. Kumbuka, tendo ni la ndoa, sio tendo la uchumba, sio tendo la uzinzi. Kwa hiyo uwe tayari kuzingatia hilo, ndipo utakaposhinda hapa duniani. Lakini kitu cha 6, mthamini Mungu, ndio upate kujua thamani ya maisha yako, upendeleo, neema na kibali. Hakuna namna mwanadamu atavutia kama hamthamini Mungu. Maandiko yanasemaje? Uzuri ni ubatili, lakini mwanamke anayemcha Mungu ndiye atakayeheshimika. Hicho kitu lazima ukijue. Lakini pia tunapompenda Mungu kwa mioyo yetu yote, akili zetu zote na fahamu zetu zote, na tukawapenda ndugu zetu, majirani zetu kama nafsi zetu, ndipo tutaanza kupata mwanga wa maisha yetu. Kwa thamani tutakayoitengeneza katika maisha ya kumthamini Mungu, katika maamuzi, katika mavazi, katika njia ya kufanya maamuzi, lakini pia katika mapendeleo na kufuata zile ndoto, malengo na maono kwenye maisha yetu ambayo yanaendana na misingi ya kimungu, ndipo tutapata neema, upendeleo, kibali na thamani katika njia zetu zote, na hapo ndipo Mungu atatushindia na kututhaminisha hapa duniani. Lakini 7, ishi maisha masafi kimwili, kimaneno, kimaamuzi, na jipendezeshe pia. Lazima ujue maisha yasiyo masafi yanaweza kuwa either maneno yako ni machafu, ni mbea, ni mwongo, msingiziaji, mtu wa lawama. Lakini pia kimwili, inawezekana haunawi, hauogi, haujiweki safi, hauvutii kabisa. Lakini pia inaweza kuwa ni maisha yako ya maamuzi yako si sahihi, unajiweka kwenye vitu ambavyo si sahihi kila wakati. Umeruhusu watu wengi kuteka maisha yako, unaongozwa na mawazo ya watu, unaongozwa na mapendeleo ya watu, unataka kukopi na kupesti maisha ya watu. Hayo yote yanakufanya uwe mtumwa kwenye maisha yako. Lakini pia angalia mavazi, unavaa mavazi gani? Wanawake wengi kwenye ulimwengu wa sasa wanavaa kikahaba, kitu ambacho kinavuta makahaba au wazinzi kuja kwenye maisha yao. Lakini pia angalia kaka unavovaa, angalia unavoishi, unavotembea. Wengi sasa hivi wanapenda zinaa kila wakati hata kabla ya ndoa. Kwa dada, ukijiachia itakuwa ni hatari kwako. Lakini pia kaka, angalia uzinzi, utapoteza nuru ya maisha yako. Dada, uzinzi, utapoteza nuru ya maisha yako. Kwa hiyo jitunze, na hapo ndipo utaweza kushinda na kupata baraka za Mungu kwenye maisha yako. Lakini kitu cha 8, usiruhusu uzinzi kabla ya ndoa. Usiruhusu tamaa. Kumbuka, tendo ni la ndoa. Hicho kitu lazima ukijue. Na unaweza kucontrol maisha yako unapokuwa na kitu sahihi cha kufanya. Lakini pia unapojua thamani ya maisha yako na wapi unaoelekea na nini unakitaka kwenye maisha yako. Kama Suleiman anavyosema kwenye vitabu vya Mithali, anasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia, pasipo maono watu huangamia. Wengi tunakopi maisha ya vijana wenzetu, maisha ya wenzetu, marafiki zetu. Labda unakuta ni mdada, upo shule au upo kwenye jamii, una marafiki ambao si sahihi kwa sababu wao ni wazinzi, na wewe unaiga hicho kitu. Kaka, unaiga maisha ya marafiki zako ambao si sahihi. Unapojitenga ukasimamia kusudi lako na maono yako, unaweza kushinda tabia ya uzinzi na uasherati kwenye maisha yako kabla ya ndoa. Lakini 9, rinda mawazo yako. Chunguza unawaza nini,
unaangalia nini? Wengi kupitia mitandao ya kijamii leo wanaangalia pornography. Wengi kupitia mawazo yao yasiyo sahihi wanawaza mabaya na wamevuta mabaya na laana kwenye maisha yao. Hauwezi kushinda hapa duniani bila kutawala mawazo yako, hisia zako na njia ya fikra zako. Kwa hiyo linda mawazo yako ili ulinde maamuzi yako, ili maisha yako yawe sahihi. Ukizingatia haya dada yangu, kaka yangu, mimi nakupa uhakika unaweza kupata mtu sahihi ambaye ataletwa kwa misingi ya kimungu na awe baraka kwenye maisha yako. Kumbuka ni bora ukosee vyote lakini usikosee kuoa au kuolewa. Wengi leo imani zao zimeshuka au zimepotea, uchumi wao umeisha au umepotea, maisha yao ya kijamii yamepotea. Wengi wamepoteza ujasiri kwenye maisha yao kwa sababu ya mahusiano yasiyo sahihi. Dada, kaka, hakikisha mahusiano yako unayoingia yawe sahihi ili uweze kushinda na kuwa nyota na mtu mkuu hapa duniani na uweze kumpendeza Mungu na kuishi maisha yenye matokeo makubwa. Nawapenda.